Ujue nimechoka sana, yaani nimechoka, sina hata nguvu. Kulwa, hivi inawezekanaje? Niambie, inawezekanaje jambo hili? Yaani mtu anaingia kijijini anamtorosha Nuru, nyinyi mpo? Wewe Lakonko, Bishakira mpo tu mmekaa. Kweli nyinyi ni wasaliti. Mtakuwa kuna kitu mmenifanyia cha usaliti sijakipenda. Nuru yuko wapi? Mkuu, hata mimi pia sielewi. Angaza mbali. Hamna uwezo kukosa kuelewa. Haiwezekani hata kidogo. Nani anajua siri hii? Nani anajua siri kati ya mimi na nyinyi? Zaidi ya mimi na nyinyi, nani anajua siri hii? Nikwambieni kitu kimoja. Mimi mwenyewe binafsi hapa nilipo najiogopa. Nitakufanyeni kitu kibaya kama Nuru asipopatikana. Kulwa. Naam. Hivi unamfahamu Mbarikiwa? Mbarikiwa alishawahi kunisaidia. Uliwahi kufuatilia nyendo zake? Hapana mkuu. Lakini alivyokuwa ananisaidia kuna vitu alikuwa anaviongea yeye na Bishakira. Angaza mbali. Nimetoa siku 3 Nuru awe amepatikana, vinginevyo nimebadilisha utaratibu wangu wa kula nyama. Sasa hivi nitakuwa sili mchana kweupe, asubuhi jua linatoka mimi naanza kula nyama, na nitaanza na wewe. Nadhani umenielewa vizuri. Angaza mbali. Juu chini, angaza mbali. Vinginevyo na wewe angaza mbali. Chini juu, angaza mbali. Mke wangu Manoro, mke wangu. Rebeka, mume wangu. Vipi, uko sawa kweli? Kiukweli mume wangu, wala siko sawa kihivyo, kwa maana kila nikikaa hapa huwa namkumbuka kabisa binti yangu Nuru. Hata kama umebadilisha uelekeo wa makochi, hili kukaa huko na la huko kukaa huko, lakini bado mume wangu. Na aliniambia mambo ambayo mpaka sasa bado ananipa mzungukuti katika kichwa changu. Alikwambia nini mke wangu? Aliniambia kuwa nahisi kuna kitu kinakuja, kitu kikubwa sana mama. Kitu kikubwa? Ndiyo mama, na si kitu cha kawaida. Mke wangu, yaani
Nimefanya hivi kuweza kubadilisha setting ya hapa ulivyopanga viti. Lengo langu kubwa kubadilisha taswira nzima ya Mwanzo. Unapokopa huko hivyo mke wangu, basi jua kabisa moja kwa moja unaisonesha sana moyo wangu. Unasababisha kwa kiasi kikubwa amani ya moyo mimi kutoweka. Unaupa usimanzi sana moyo wangu. Mke wangu, nisingependa uwe katika hali hiyo. Nahitaji uwe katika nyuso ya furaha. Nahitaji uwe na taswishwi. Nahitaji uwe katika hali nzuri kabisa mke wangu, sio kwenye rindilo la mawazo. Ebu inuka mke wangu, njoo karibu yangu. Njoo mke wangu, wewe ndo wa kwangu mimi bwana. Usikia raha na furaha, faraja utawala katika nafsi yangu, hasa ninapokuwa nawe mke wangu. Nikuonapo mimi furahi kabisa. Njoo mke wangu, njoo huko. Nakuja. Njoo. Ndio maana nakupenda kabisa azizi wangu. Nyongo mkali aidi jamani nyie. Sielewelewi hapa kijijini mambo yanayoendelea. Hivi unasikia kama ninavyosikia mimi? Mara sijui amesikamanda kaja na kofia yake lenye macho, mara sijui Mbarikiwa kaja. Yaani hata sielewelewi ndugu wangu, hebu nieleweshe. Hivi ndugu wangu upo dunia ngapi? Upo kwenye kijiji chetu au upo kwenye kijiji kingine? Sasa nikupe habari kamili ndugu wangu. Mbarikiwa kaja. Tena kaja na kasi ya ajabu. Upo ndugu wangu? Kwa nini ninavyosikia ni kweli Mbarikiwa kaja? Mbarikiwa kaja. Mimi hapa nilikuwa naumwa, kaja kaniponyesha. Upo? Kwa Mbarikiwa kaja kakuponyesha wewe? Kumbe nani mwingine? Mbarikiwa kaja kaniponyesha. Na alivyoniponyesha sasa, yeye na Bi Shakila walikuwa wanaongea. Mzee Kigoda hataki kumuoa Nuru, ataleta balaa kubwa hapa kijijini. Mbarikiwa anamwambia Bi Shakila inabidi azuiliwe haraka sana. Kwa hiyo unavyoona hapa ninavyokuambia, Mbarikiwa na Bi Shakila lao hili. Na ninavyokuambia sasa, yeye na Bi Shakila ndo wamemteka Nuru. Wamemchukua, sio wamemweka wapi tena sijui. Usiniambie. Na kuhusu ile swala mzee Kigoda mwenyewe anasemaje? Mzee Kigoda kafura, kakasirika udugu wangu. Kanijia na kasi ya ajabu. Upo kasi ya nyoka. Mbona hatari? Yalipofikia shoga yangu makubwa. Kwa Bi Shakila sasa hivi kwa mzee Kigoda katoka, yupo na Mbarikiwa. Yaani wanashirikiana. Mimi hapo tena sijui. Hivyo tena mimi havinihusu, sijui sababu nini. Na cha kukusisitiza udugu wangu, Bi Shakila sijakakuita akuuliza mambo kuhusu Mbarikiwa. Ukajilamba ukajikokodoa mtoto wa kike, shoga yangu itakutokea puani. Atakuchota wewe shoga yangu. Upo? La mwisho sasa udugu wangu, cha kukusisitiza. Leo hii ninavyokuambia alako mkanifuata. Upo? Kakutana na Mapili kisimani. Alichomfanya nusu ya kumuua. Mapili huyu kamkimbiza la Konko? Tena baadaye kakimbia. Mapili huyu nimjua mimi hapa kijijini au kuna Mapili mwingine? Huyu ndio tunasema Mapili mpole, Mapili mara hivi. Leo na nguvu za kichawi ama? Nashindwa kuelewa. Oho. Cha kufanya udugu wangu, kujiweka ngangali. Upo? Tujikomaze, tuongeze vyombo, tuongeze nguvu. Yaani hakuna kulala. Mwendo wa uchawi. Inabidi tukae na mzee Kigoda atuongezee nguvu. Tusipoangalia tutabwagwa chini kila siku. Oho, yani hicho ndo cha kufanya, na si wenyewe tuwe makini. So kumtegemea mzee Kigoda. Mwisho wa siku kila mtu atatetea roho yake. Sijui unaelewa hapo udugu wangu? Hapo umeongea udugu wangu. Sema hizo kazi nyingine ngumu. Maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. Shoga yangu hapa tu tuyaoge. Ya bahari, ya kisimani tuyaoge. Tushaingia, tunataka kukataa. Uogopi kufa.
Mzee Kigoda tunamwanzia wapi yule? Tupambane nayo tu ndugu wangu. Ndio tushatafuta, tumeyapata tayari. Tutafanyaje? Haya, mimi naenda zangu. Wow. Dada, mambo? Poa. Sima. Nzima, sijui wewe. Hakika huyu mwanamke ni mzuri sana. Toto mashallah. Toto Mungu amekuumba. Sawa dadangu. Samani, unaitwa nani vile? Naitwa Lakonko. AK nacheka kama komba. Wow, una jina zuri sana Lakonko. Nilivyokuona moyo wangu ukashtuka sana yani. Sema leo nimekutana na malaika yani. Oh. Una urembo wa peke yako sana. Kwanza nikikutazama macho yako, kadomo kako. Mungu amejua kuumba sana. Mimi nimetokea kukupenda sana. Unaonekana mgeni hapa kijijini. Mimi ni mgeni. Umetokea kijiji gani? Nimetokea kijiji cha pili hapo. Nimekuja kwa shangazi yangu. Oh. Kwa shangazi yako? Shangazi yako ni nani hapa kijijini? Shangazi yangu Bi Shakira. Nacheka kama komba. Bi Shakira huyu. Umemkuta au alijili nini huko? Hapana. Nilivyoenda basi kumkuta. Ila nimekuta kibinti ni mzuri sana, lakini kwa urembo wako wewe, wewe ndo nilokupenda. Yule sio vitu vangu kabisa. Ila wewe nimekupenda sana Lakonko. Ila baada hapa nitakupataje? Oho, kuhusu kunipata. Wewe usijali, mimi nishanipata. Mama we. Mashaallah. Toto na kijungu. Kijiji kuna mademu wazuri sana. Ila sawa, kwa ameambia nitamuona. Haina shida. Unjala badi, unjala badi. Unjala badi, unjala badi. Hamna. Makende hakuna. Wedada. Bibi ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi ndimu anapekua anausaka huo ataushika huo. Bibi ndimu mkata shombo ndimu. Bwana, mimi nimekuta hapa, yule kaka yangu yule Kihangaiko yule alikuja hapa. Ibane, Kihangaiko alipotelea wapi? Yule bwana shamba. Mashamba mapolini huko, mapoli yetu yale. Kwa yule kule ukitoka nje ya kule, uko sana ukibenzi huko, kule serikali kija nasafisha. Wanagawa wenzio maeneo. Ni kweli. Bwana, mrefu kitambo sana. Sasa alipokuja hapa, nikamwambia, hebu angalia kwa tatizo lako nalo ili hapa. Akapiga rada zake hapa. Akaangalia. Akanambia uchawi wao. Eti wa 220. Sasa. Hapa tu ndo nani hapa huyo? Kigoda. Bado hajaingia kwenye 18. Bwana najaribu kumtafuta. Yule inabidi tumtume mtu ateke mchanga ule. Tule tuchukue tukaange. Yaani ni kweli lazima ataingia kwenye 18. Umeona? Yule ndo kidogo anajitia mjanja kukuruka. Lakini naye vile taingia kwenye 18 na mmaliza, kwa sababu mtoto najua bado yupo hai. Ndio. Anapumua. Anaishi. Uone. Kwa hiyo hawa ndio, alafu shemeji yangu shemeji yangu nani huyu bwana Chereko? Yaani afadhali yule ulivyompa mikoba yote. Chereko kakomaa. Tena kakomaa kweli kweli.
Chile kufunde. Yule sasa chile huyo. Watoto tuingizie tutadili nao yeye. Atasema nao yeye. Muone sisi tukamatele mikurube mbele, huyo anasafisha wale. Sawa. Sasa cha kufanya hapo, tufanye juu chini, tukamkomboa binti yetu. Mbarikiwa. Kurwa. Naam mkuu. Unajua ni kwa nini nimekuita hapa? Hapana mkuu. Nakumbuka niliambiwa napenda jodari wewe. Sasa kuna maswali mawili nataka nikuulize. Wewe uko upande wangu mimi au kwa Mzee Kigoda? Mimi mkuu, nipo kwenye upande wako. Nimefurahi kusikia kauli. Lakini nataka kauli yako ende na vitendo sasa. Nataka wewe uwe malkia wangu. Malkia? Ni kipi ambacho kujua Kurwa? Amna. Nataka nikuchukue nikupeleke Zanzibar. Nikakutembeze. Utakwenda kuona Tumbatu, utakwenda kuona Nungwi, utakwenda kuona Mwambe. Visiwa kadhaa nitakuonyesha na utaviona vitongoji vyote. Kote utakuwa ni mmiliki wa huko. Sawa mkuu. Sawa? Lengo langu lote ni kukichukua hiki kijiji chote hichi. Iya Mzee Ramadhan. 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 Asalamu alaykum baba. Wa alaykum salam. Naona umepozi mwenyewe unakuanga upepo. Bwana. Kutaka raha jipi mwenyewe. Na kweli. Sasa baba. Mimi bwana, katika pitapita zangu huko nimekutana na bwana mdogo mmoja hivi. Baba, yule dogo anateseka. Ameoza sehemu za siri. Ananuka. Aliniambia aliwahi kukutana na wewe, akakwambia kuhusu swala la kumsaidia. Baba ulimgomea. Lakini Amina pia naye akawa ameenda kumtembelea nyumbani kwake. Akamuomba aje akwambie kuhusu na swala hilo la kumsaidia. Sijajua kama Amina alikufikishia, lakini leo na mimi nimekutana naye. Yule anahitaji msaada. Sasa baba, watu kama wale wanateseka. Halafu baba unaangalia kweli? Iya Mzee Ramadhan. Salimu. Salimu mwanangu. Nakusikia baba. Nilishakusii siku zote usipende kujihusisha na kitu ambacho kisichokuhusu. Kwa unapenda kujishughulisha nacho. Lakini baba anahitaji msaada, sikumsaidia tu. Kwa nini umetokea nayo? Eti mimi nimetoka huko. Umekuja nyumbani kufanya nini? Sasa simerudi tu nyumbani hapa nipumzike. Na mimi kila siku nakwambia kabisa, unaponikuta mimi nimepumzika, yaani niache nitulie. Usipende kuniharibia pozi bwana. Hafu mimi nikwambie, huyo kijana ambaye wewe unayemuonea leo huruma, huyo kijana ambaye aliyekuwa amekutuma, huyo kijana ambaye unempambania,
alinidhihaki sana, alinifedhehesha sana. Busara zangu, hekima zangu na tahadhari yangu kwake, alidogosha maneno yangu sana. Kwa hiyo kama huna kazi, nenda kalale, na kama unataka kujishughulisha, endelea kwenda kuzurura huko mbele. Hebu niondokee mimi hapa bwana. Unapomkuta mtu amepumzika, mwache aendelee kupumzika. Sio unamharibia pozi yake. Kwani nini? Hasani kauza mshedede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Kwani nini? Hasani kauza mshedede, kazidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Hatima Hatima mama